wa ta'ala katika hadithi qudusi anakuja kusema wama taqarraba ilayya 'abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, na wala mja wangu yeyote yule hajapata kujikurubisha kwangu kwa kitu ambacho kitakuwa kinapendeza zaidi kwangu kama yale mambo ambayo mimi nimemfaradhishia. Yale mambo ambayo ni ya faradhi, tukisema mambo ya faradhi ni yale mambo ya wajibu ambayo kila mmoja lazima yatekeleze yeye mwenyewe. Mfano sala 5, funga hizi, ibada ya haji, kutoa zaka na masala mengine ambayo yanajulikana ni katika ibada zilizokuwa za wajibu na lazima. Anasema Allah, mja wangu hakuna kitu ambacho anaweza kujikurubisha nacho zaidi kwangu mimi kama yale mambo ambayo mimi nimemfaradhishia. Kisha anasema Allah tabaraka wa taala katika hadithi qudusi anasema wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na hajaacha kuwa mja wangu anajikurubisha kwangu kwa kufanya mambo yale ya sunna, mambo ambayo si ya wajibu, mambo ambayo hayajawajibishwa kwa mtu, ni mambo ambayo ni katika ziada ya khairi. Anasema hajaacha kuwa mja wangu anaendelea kutekeleza mambo hayo mpaka inafikia wakati mimi ninampenda huyo mja kwa kufanya mambo ya faradhi na akafanya mambo ya sunna mpaka inafikia wakati mimi ninampenda huyo mja. Kisha anasema sikilizeni sasa, pale itakapokuwa mja wangu mimi nimempenda, fa idha ahbabtuhu, nitakapokuwa mimi nimempenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, nitakuwa ni sikio lake ambalo atakuwa anasikia yeye kwa sikio hilo. Maana ni kwamba Allah atalichunga sikio lako, mwisho yote wewe utakuwa usikilizi isipokuwa yale ambayo ni ya khairi. Hutakuwa unasikiliza mambo ya haram, maneno ambayo yatakuwa ni yenye kumkera Allah tabaraka wa taala. Anasema wa basarahu alladhi yubasiru bih, na nitakuwa pia ni jicho lake ambalo atakuwa anaona kwa jicho hilo. Wa yadahu allati yabtishu biha, na nitakuwa ni mkono wake ambao atakuwa anakamata kwa mkono huo. Na mwisho akasema wa rijlahu allati yamshi biha, nitakuwa ni mguu wake ambao atakuwa anatembea kwa mguu huo. Viungo vyote hivi ambavyo vimetajwa na Allah itakuwa ni sababu ya yeye kuweza kuvichunga chunga. Sababu ni nini? Kwa sababu wewe umekuwa ni kipenzi, umekurubishwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Mwisho anamalizia kwa kusema wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Bila ya shaka kabisa, huyu mja akiniomba, akinyanyua mikono yake kuniomba kwa kitu ambacho yeye anakihitajia, mimi nitamjibu dua yake. Wala in ista'adhani la u'idhanna, na akinitaka kinga kwa lolote lile, mimi nitamkinga katika namna hiyo. Sasa hizi ni faida ambazo zinaletwa na sisi kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Ipo mifano mingi sana, visa vingi sana ambavyo vinaonyesha unusuriji wa Allah tabaraka wa taala kuwanusuru waja wake wale ambao wamewafanya kuwa ni vipenzi. Kutokana na wakati hatuwezi kuvielezea vyote. Ndugu zangu katika imani, nukta yetu ya msingi sisi ni nini? Tutajichumia vipi mapenzi ya Allah tabaraka wa taala? Njia zipi ambazo inaweza ikawa ni sababu ya sisi kuweza kujichumia mapenzi? Njia ni hizi ambazo zimeelezewa na Allah katika hadithi qudusi hii, kwamba mja pale atakapokuwa ni mwenye kushikamana na yale mambo ambayo Allah ameyawajibisha na akatekeleza mambo ambayo ni ya sunna, basi itakuwa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kuweza kumpenda. Ndugu zangu katika imani, kubwa ya ibada hizo zote katika ibada ambazo Allah amezifaradhisha ni ibada ya swala 5. Ibada ya swala 5, huyu ndiye mama wa ibada zote. Mama wa ibada zote ni swala 5, na ndio maana mtakuja kukuta kwamba hii swala laha sha'nun adhim. Swala hii ina nafasi iliyokuwa kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kiasi ambacho kwamba Allah amekadiria ya kwamba matendo yote ambayo mwanadamu anayafanya mbele ya Allah hayawezi kukubalika kama swala yake itakuwa haiko sahihi. Swala ikiwa imetengemaa vizuri, basi matendo mengine nayo yatakubalika, lakini swala ikiwa haiko sawa sawa, matendo mengine yote hayawezi kutizamwa na Allah tabaraka wa taala. Mtume alayhi salatu wassalam anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah, jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa nalo siku ya kiyama katika matendo yake ni swala. Fa in saluhati saluha sairu amali, ikiwa swala itakuwa iko sawa sawa, ikakutwa ikiwa imenyooka, Mtume anasema matendo yake mengine yote nayo yatakuwa yamenyooka. Wa in fasadati
fasada sairu amali, na ikiwa swala imekutwa ikiwa ni mbovu, basi matendo mengine yote yatakuwa ni mabovu, hayawezi kutizamwa na Allah tabaraka wa taala. Hii ni nafasi iliyokuwa kubwa ambayo Allah amekuja kuipatia swala. Walima dhalik, naam, kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anakuja kusema katika Qur'an, anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sala ambayo imesaliwa kisawasawa, sala ambayo mtu amechunga sharti zake, akachunga nguzo zake, akachunga nyakati zake, Allah tabaraka wa taala anasema hii swala asili yake inamkataza yule mwenye kuiswali kutokana na maovu na machafu. Kwa hiyo swala ikikutwa iko sawa sawa, bila ya shaka hii swala itakuwa wewe imekukataza pia na mambo machafu. Ndio maana Allah anatizama kwanza swala yako. Swala ikiwa iko sawa sawa, matendo mengine yote nayo pia yatakuwa yako sawa sawa. Lakini swala ikikutwa iko mbovu, hakuna kitu ambacho kinaweza kikakuzuia wewe katika kutekeleza yale ambayo ni haramu. Zangu katika imani, swala ina jambo kubwa. Alafu watu tunaona ni kawaida sana. Kawaida sana. Tunapuuzia. Ndugu zangu katika imani, kuna hatari iliyokuwa nzito. Hebu angalieni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala an, katika zama za ukhalifa wake, alipokuwa akiwaswalisha wa masahaba Waislamu katika sala ya alfajiri, Abu Lu'lu al-Majusi anakatiza katika safu za Waislamu, anafika mbele mpaka anamfikia Umar ibn al-Khattab akiwa yeye ni imamu anawaswalisha watu, akamchoma kwa kisu ambacho amekiweka sumu, hasadan min indihi, akiwa na chuki na hasadi. Hebu angalia Umar ibn al-Khattab mpaka ikafikia wakati hajiwezi, akaanguka chini. Umar alipokuja kuzinduka, anakuja kukuta yuko nyumbani kwake, kabebwa akapelekwa nyumbani kwake. Jambo la kwanza kabisa, alipozinduka anaulizia, anasema hivi, Waislamu wameswali? Asalla an-nas, Waislamu wameswali? Msinielezee lolote mimi, niambieni kwanza Waislamu wameswali. Anaambiwa naam, Waislamu wameswali. Mtu fulani ndiye ambaye amechangulia akamalizia swala na akawaswalisha Waislamu. Lakini sisi tunazembea ndugu zangu. Kwa hiyo huu ni ukumbusho ambao tunakumbushana, kila mmoja achukue hadhari. Wewe mwenyewe kuwa na msimamo katika ibada hii, kwa sababu ndio ibada ambayo itakupelekea wewe salama mbele ya Allah. Kuna jambo gani lingine ambalo sisi tunajifakharisha nalo zaidi ya swala? Kuna kipi? Ibada ya funga inakuja kwa mwaka mara moja, shaisha. Zaka, tunatoa zaka sisi. Hivi sasa ni msimu wa mavuno. Ni wangapi katika sisi wametoa zaka? Utakuja kukuta mtu amevuna mazao mengi, mwisho yote anajilimbikizia, hataki kumpatia Allah. Anasahau ya kwamba huyo ambaye amempatia mazao hayo ni Allah tabaraka wa taala, na yeye alikuwa na uwezo wa kuweza kusambaratisha kabisa mazao hayo, lakini leo amesahau. Anaambiwa bwana, kuna haki hapa ambayo si ya kwako. Hapana, Mungu atanisamehe. Mungu hawezi kukusamehe kwa staili kama hiyo kamwe kabisa. Wewe utakapokuwa umepata mavuno, umevuna vizuri mazao ambayo yamefikia kiwango, kisha ukaacha kutoa zaka, elewa hilo ni deni. Hilo ni deni, na ukila lazima wewe utahesabika umekula mali ama haki isiyokuwa ya kwako. Yani kila mmoja lazima akae atambue hilo. Usije ukajipa udhuru ukasema kwamba mimi Allah atanisamehe, nitatoa mwakani. Utatoa mwakani, lakini ya mwaka jana ile ni deni unaendelea kudaiwa. Ndugu zangu katika imani, tupo katika kuzungumzia ubora wa jambo la swala. Swala ndio jambo ambalo sisi tunajifakharisha nalo sana, na inatakiwa tuweze kushikamana nalo hilo jambo, kwa sababu ndio jambo ambalo litaweza kutupelekea ufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إننا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.